Habari zenu ndugu watazamaji. Loleza TV mara nyingi tunakuletea vipindi vya aina mbalimbali. Mimi ni mtaalamu wako Clemens Mwandambo. Mada ya leo inahusu madhara ya kutokuelewana wazazi katika nyumba yanavyoweza kumdhuru mtoto. Kunapotokea hali ya kutokuelewana kati yao, hali ya mikanganyiko kati yao, na kuna watu wengine unakuta wanamtafaruku mpaka unachukua mwaka mzima, miaka 2 mpaka 3. Kila mzazi anajifikiria yeye. Kila mzazi anawaza kwamba nina uwezo wa kuishi kuliko huyu mwanamke. Huyo ni mwanaume anasema nina uwezo wa kuishi kuliko huyu mwanamke. Mwanamke anataka kumuonyesha mwanaume kwamba yeye analipa, ana uwezo wa kuishi bila huyu mwanaume, na pia bado anapendwa duniani. Kiasi ambacho mtoto hana muda hata kusema kae na wazazi wote wawili waweze kujadili jambo fulani. Kuna madhara makubwa sana. Na nina uzoefu katika masuala kama haya, na nimeyaona mambo yanayowakuta watoto wazazi wawili wanapokuwa wametengana. Mtoto anakuwa na hali ya kukata tamaa. Mtoto anakata tamaa kwa sababu hana tena mazungumzo na wazazi wake. Hawezi kupata ushauri kutoka upande wowote katika pande mbili za wazazi. Inaweza katokea labda mzazi mmoja anajali watoto, lakini mwingine hawezi kujali. Hata kama wote watajali, lakini hawatakutana. Yaani mawazo yao yakakutana kuhusu ni namna gani waweze kuwalea watoto. Kwa mgogoro ule unasababisha mtoto kuwa na hali ya kukata tamaa. Hata kama anakwenda shule, mtoto anaporudi nyumbani anakuwa hana hamu ya kurudi nyumbani, kwa sababu anajua nikifika nyumbani ni kwenda kushuhudia baba na mama wakigombana. Mtoto anaanza kupotea taratibu. Mtoto naye anaanza kutafuta watu ambao wanaweza kachukua nafasi moyoni mwake. Badala ya wazazi sasa wanaanza kuwa marafiki wengine. Na marafiki wako aina mbalimbali, kuna wabaya na wazuri. Lakini ulimwengu mara nyingi tunahofia kwamba mtoto ana uwezo kudaka jambo lolote baya bila kujali lina ubaya kiasi gani. Yaani lengo lake tu aweze kuiliwaza nafsi yake. Sasa mara nyingi watatokea watu ambao watamuingiza katika ulimwengu wa kuvuta bangi. Kuna mwingine anaweza kumuingiza katika ulimwengu wa wizi. Kuna wengine wanaweza kumuingiza katika ulimwengu wa ngono, yani ngono za mapema kabla ya wakati. Atajikuta kama mvulana akimwambia anakupenda, kama ni mtoto wa kike, atajikuta anafurahi kupendwa kwa sababu ndani upendo haupo. Hawala haambiwi, yani anakuta ndani hawazazi hawaelewani. Kwa anapomwambia anakupenda anaona tabasamu ambalo nyumbani halipatikani. Mtoto tayari anaanza kukua tayari kupendwa. Anaanza kuwa tayari kwa jambo lolote. Kwa mtoto ni rahisi kuingizwa katika ulimwengu wa ngono kwa sababu nyumba yao haipo. Msingi umefunjika, msingi umekwisha haribika. Lakini mtoto anaweza kujikuta pia anaenda katika hali ya kutokupenda shule. Inawezekana alikuwa anaongoza darasani, labda wa kwanza darasani, anaanza kwa wa 5, anaanza kwa wa 10, wa 15 darasani, na hatimaye mtoto anaanza kwa wa pili kutoka mwishoni au wa mwisho kabisa, kwa sababu hata hamu ya shule hana. Akikaa darasani anawaza jinsi wazazi wake walivyo, anawaza jinsi mambo nyumbani yalivyo. Kwa mtoto anakuwa katika hali ya kukata tamaa. Kwa nini? Kwa sababu wazazi hawajali tena future au maisha baadaye ya mtoto wao. Na pia kuna hali ya wazazi kutokuelewana na mtoto wao mwenyewe, aidha kwa sababu tabia fulani za mtoto au kwa sababu tabia fulani za wazazi. Wanajikuta hawana maelewano na mtoto wao. Sasa mtoto namna hii pia anaweza kana anatafuta nafuu mahali fulani. Yaani binadamu ana nature fulani. Anapoona kero mahali fulani, basi anatafuta pa kuondolea kero yake. Sasa inategemea ile judgment au akili ya mtoto itampelekea katika mazingira gani. Ndio maana mara nyingi mtoto anaweza kapata, kama ni mtoto wa kike, akajikuta ameingia katika mazingira ya kwanza ngono mapema. Kwa sababu akikutana mvulana, wataanza kuzungumza, ataanza kuliwazwa, ataanza kupewa upendo ambao nyumbani haupo. Anaambiwa I love you, anaambiwa I care about you, atakuwa anaambiwa maneno matamu ambayo hayo maneno hajawahi yasikia yakitoka kwenye vinywa vya wazazi wake. Kwa in the end ni kutumbukia katika ulimwengu wa mapenzi mapema kabla wakati. Lakini pia mtoto aliyekata tamaa ni rahisi atakinunuliwa na mtu smartphone. Ataanza kuperuzi, aingie Facebook, aingie huku, aingie katika vitu vya mbalimbali ambavyo inawezekana wazazi wangetengamaa, wangekuwa na muda na mtoto, inawezekana ni mambo ambayo mtoto asingeweza kuyaiga. Kwa hiyo mtoto anaweza ataingia katika ulimwengu ambao sio mkakati wa wazazi. Kwa wazazi wanapokuta wakapatana, wanapokuja kumwangalia mtoto sio wa kwao tena. Tayari ulimwengu umekosha ingia kichwani mwa mtoto. Hilo ni dhara kubwa, na hayo ni madhara makubwa sana.
Na mbaya zaidi unakuta mtoto ameingia katika ulimwengu wa ngono, lakini apart from that, nje ya hapo ni kama mtoto baada ya muda, hata anapokuja kuwa mkubwa, anakuwa ni mtoto anayechukia ndoa, anakuwa haipendi. Anaposikia watu wanaoana, anachukia kuoana. Anakuwa anatamani kuishi peke yake. Anakuwa anatamani kuwa mtu wa namna hiyo. Anachukia. Kama alihisi mama anaonewa, labda atachukia wanaume. Kama alihisi baba anaonewa, atachukia wanawake. Kwa hiyo mtoto atabebeshwa mzigo ambao sio wake, mzigo wa wazazi, ambao ni mzigo mzito mno kwa sababu haumhusu. Kwa hiyo ni vizuri sana wazazi, tunapoingia katika magomvi, ni vizuri sana mazungumzo yetu yawe ni namna ya kutafuta mwafaka ili tuweze kumaliza tatizo. Lakini wasipotafuta mwafaka, atakayedhurika sio wao. Mara nyingi tunasema katika msemo wa Kiswahili unasema, mafahari wawili wapogombanapo zinazoumia ni nyasi. Nitarudia. Mafahari wawili wanapogombana zinazoumia ni nyasi, na maumivu ya nyasi ni magumu sana kuyaona. Na ndivyo mtoto pia alivyo. Wazazi wanapogombana, mapepo yanapokuwa yameingia kwao, pepo la conflict, la ugomvi linapokuwa limeingia kwao, hawawezi kuonja machungu ambayo mtoto anayapata. Hawawezi kuona machungu ambayo mtoto anayapata. Kwa matokeo yake mtoto anatumbukia katika ulimwengu ambao hakuupanga. Asante sana. Mimi ni Clemence Mwandambo, mtaalamu wako wa masuala malezi, uchumba na ndoa. Karibu sana. Usiache kutazama Roleza TV. Usiache kusubscribe Roleza TV. Wewe subscribe hapo chini, utakuwa unapata vipindi vyetu mara kwa mara. Na kuna watazamaji wengi wetu ambao wanafuatilia kila wakati, na tungependa wewe uwe mmoja wao. Asante sana na Mungu akubariki.